لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Hassan Ali Kombo. Ni mmoja katika wasafiri ambao tunakwenda kutekeleza ibada ya hija, na kama tunavyofahamu kwamba ibada ya hija ni katika ibada adhim, ni ibada ambazo zimesisitizwa ndani ya dini ya Kiislamu kwa sababu ni moja katika nguzo tano za Uislamu. Kwa hiyo unapotekeleza ibada ya hija, manake umekamilisha sehemu ya Uislamu wako. Kwa hiyo tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza awape kabula ambao wamepata nafasi hii ya kuitikia wito wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa kwenda kutekeleza ibada ya hija, lakini na vile vile wale ambao walikuwa bado hawajapata taufiki, Mwenyezi Mungu inshallah awafungulie na awatilie taufiki inshallah, na wape wepesi ili na wao waweze kutembelea katika viunga hivyo vitakatifu vya Makka na Madina, pamoja na kwenda kutazama athari tofauti ambazo zimeachwa na Waislamu. Ibada ya hija, kama tunavyojua, ibada ya hija ni ibada ambayo inahitaji maandalizi, na alhamdulillah kwa upande wa mahujaji wenyewe wamejiandaa, wamepata taaluma ya kutosha. Tunaamini kwamba utekelezaji wao wa ibada utakuwa ni mwepesi mno, kwa sababu wanakwenda huko ikiwa wanatambua takriban mambo yote ambayo yamefungamana na ibada hii ya hija. Lakini na vile vile kwa upande mwingine, viongozi wetu ambao wamesimamia hili swala, kuanzia taasisi ya Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana, kama ndio taasisi mama ambayo ni mamlaka ya kusimamia na kuratibu masuala mazima ya hija kwa upande wa Zanzibar pamoja na Tanzania bara, lakini na vile na taasisi nyingine ambazo zimefanya kazi ya pamoja kuhakikisha kwamba jambo hili la hija pamoja na changamoto zake nyingi, lakini limeweza kukamilika na mahujaji kuweza kwenda kutekeleza ibada yao ya hija. Tunajua kwamba yameanza mapoti tofauti kuelekea katika miji hiyo mitakatifu, na bado tunaendelea kuondoka, na sisi inshallah Mwenyezi Mungu tunamuomba tufikishe huko salama, na waliobakia nyumbani vile vile wabakie salama. Tuendelee inshallah kuwaombea ndugu zetu waliokuwa wagonjwa, tuendelee kuombea nchi yetu, tuendelee kuombea viongozi wetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape taufiki kuweza kuyatekeleza yale ambayo itamridhisha yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na vile vile atawafurahisha wananchi wao. Lakini tutoe shukrani za dhati kwa upande wa maandalizi hapa airport. Mashallah, yani takriban swala hili limepangwa kwa mpangilio uliokuwa wa hali ya juu. Mahujaji wanahudumikiwa kwa wepesi kabisa, hakuna usumbufu aina yoyote, hakuna foleni. Yani hujaji akifika anasikilizwa, anahudumikiwa na anakamilisha mambo yake tena kwa wakati. Lakini vile vile tunashukuru taasisi nyingine vile vile kama vile uhamiaji, utahiza pamoja na serikali kuu vile vile, kuanzia Mheshimiwa Rais pamoja na wasaidizi wake, kwa sababu na wao swala la hija wamelipa kipaumbele mno na wamewekeza nguvu zao kubwa kuhakikisha kwamba Wazanzibari hasa pamoja na Tanzania kwa ujumla wanakwenda kutekeleza ibada hii ya hija kwa wepesi. Kwa hiyo tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nao vile vile awafungulie khairi na baraka, na nchi yetu vile vile aipe amani na utulivu, na pamoja na Wazanzibari Mwenyezi Mungu awafungulie riziki zilizo za halali na tupikie la khairi inshallah duniani na akhira. Wa ila huna aqul assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jina langu Bisfenu Miraji Msene. Nimefurahi sana kupata nafasi hii ya kwenda hija mwaka huu kwa kikundi cha Al-Mukarram. Tena shukrani zangu naipa kikundi cha Al-Mukarram, nimehamasisha kuweka moja mpaka zikatimia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawahamasisha wajiunge na vikundi wende hija. Ni mimi mwenyewe ndo nilivyohamasishwa hivyo, na nahamasisha na wenzangu waweke, na hasa walikuwa wako manake wana uwezo, wana nguvu, wa afya, wa kiafya, wa mali, wa kila kitu, kwa sababu ibada ya hija inatekelezwa nguzo ya 5 ya Kiislamu kwa mwenye uwezo. Mimi nahisi uwezo tunao, kwa sababu kama sasa tunahamasishana tupeleka kidogo kidogo. Kwa hivyo uwezo wa kupeleka kidogo kidogo tunao, na ukitiania sasa Mwenyezi Mungu anakuwezesha. لبيك لا شريك لك لبيك.